Hii ni Global TV, jina langu ni Rosemary Joseph, na katika habari na matukio mkoani Ruvuma, serikali imeendelea kufanya mkoa wa Ruvuma kwa mfano katika uboreshaji wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa kutekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami Songea Makambako, ambapo ujenzi huo utaanza na kilomita 100 za mwanzo Songea Lutukira pamoja na barabara ya mchepuko kilomita 16 Songea Bypass, ambapo ujenzi huo unagharimu shilingi bilioni 158.67. Akizungumza katika hafla ya utambulisho wa mradi huo, waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega amesema kuwa barabara hiyo ilijengwa zaidi ya miaka 40 iliyopita, hivyo imefika wakati wa kufanyiwa maboresho makubwa ili kukidhi mahitaji ya sasa ya usafiri na usafirishaji. Leo tunakuja hapa kwa ajili ya barabara iliyojengwa na kukamilika mwaka 1986. Miaka 40 iliyopita. Anakuja kuifanya kazi hiyo Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuirekebisha barabara hii. Leo mtu anayetoka Njombe kuja Songea anatumia masaa 4 hadi 5, na sio ajabu akawa ameshapasua mipira yake ya gari kadha wa kadha. Ujenzi wa barabara hii utamfanya mtu atoke hapa Songea kwenda Njombe kwa kutumia masaa 2 hadi 3, lakini pia utapunguza gharama ya nauli na atakuwa na usalama wa chombo chake na usalama wa yeye mwenyewe. Kuifanya Ruvuma kuwa mfano kwa kuhakikisha kuwa ina miundombinu ya usafiri na usafirishaji ya kisasa, salama na inayokidhi hadhi. Hivyo hatua ya kwanza na ya haraka ni ya ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara ya Lutukira Songea kilomita 100 pamoja na barabara ya mchepuo wa Songea kilomita 16. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abbas Ahmed alisema kuwa barabara ya Songea Makambako ni miongoni mwa miradi ya kimkakati yenye mchango mkubwa katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa jamii katika mikoa ya kusini mwa Tanzania. Barabara ya Songea Makambako ni miongoni mwa miradi ya kimkakati yenye mchango mkubwa katika maendeleo ya kiuchumi na jamii ya mikoa ya kusini. Mkoa wa Ruvuma ni kitovu muhimu cha uzalishaji wa mazao ya biashara na chakula yakiwemo mahindi, soya, maharage, kahawa na mazao mengine mengi yanayochangia uchumi wa taifa letu. Kukamilika kwa barabara hii ambayo ilijengwa miaka ya 1986 ikiwa sasa na umri wa miaka takribani 40, ilikuwa imechoka na kusababisha gharama kubwa za uendeshaji ikiwemo usafiri na usafirishaji wa shughuli za wananchi wa mikoa hii. Ujenzi wake wa sasa utaharakisha usafirishaji wa mazao kutoka mashambani, usafirishaji wa bidhaa nyingine kwenda kwenye masoko mbalimbali, na hivyo kupunguza gharama za usafiri, lakini pia kuongeza fursa za biashara na uwekezaji. Aidha, utaimarisha huduma za kijamii na kuunganisha wananchi wetu kwa ufanisi. Aidha, mradi huu utafungua milango mipya ya ukuaji wa uchumi wa ukanda huu wa kusini na kuongeza mchango wa mikoa yetu katika maendeleo ya taifa letu. Naye meneja wa TANROADS mkoa wa Ruvuma Mhandisi Saleh Juma alisema kuwa serikali imeamua kuijenga upya barabara hiyo kwa kiwango cha lami yenye uwezo wa kuhimili magari makubwa yenye uzito mkubwa. Alifafanua kuwa mradi huo utahusisha ujenzi wa jumla ya kilomita 116 za barabara ya lami, daraja kubwa 1, madaraja madogo 11, makaravati 2436 pamoja na upanuzi wa barabara kutoka upana wa mita 6 hadi mita 11 yenye uwezo wa kubeba mizigo mikubwa. Serikali imeamua kuijenga upya kwa kiwango cha lami yenye uwezo wa kuhimili magari mazito, na tutatengeneza lami ya kisasa kwa maana ya super pave ambayo itakuwa na daraja la TLC 50 kama nilivyosema, ni miongoni mwa daraja makubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia kama nilivyosema, barabara hii itajengwa kwa jumla kilomita 116. Tutajenga daraja kubwa 1, tutajenga madaraja madogo kwa maana ya box kalavati 11, tutajenga makalavati madogo kwa maana ya pipe kalavati mita 2436. Upana wa barabara huu ambao ilikuwa changamoto kubwa ya kuleta ajali, sasa tutautanua kutoka mita 6 ambazo zipo sasa hivi mpaka mita 11. Matabaka matano
Barabara hii itajengwa na matabaka matano ili kuhimili mzigo mkubwa ambao utapita kwenye barabara hii. Pia Mheshimiwa Waziri, tutajenga taa za barabarani zipatazo 2224. Ni idadi kubwa ya taa za barabarani. Pia Mheshimiwa Waziri, tutafanya ujenzi wa mzani mpya wa kisasa pale Luimba. Msimu huu wa Sabasaba usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia Laki2.5 hadi milioni 5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.